namna ya kutatua misingi iliyoharibika, sehemu ya mwisho, sehemu ya 7. Familia ya Mungu, tumetembea kwa muda kwenye somo la misingi iliyoharibika, na tunapozungumzia misingi iliyoharibika ni maisha yaliyoharibika, maisha ambayo sio mazuri sana, maisha yenye dosari, na ni maeneo mengi. Kuna kwenye ndoa, kwenye mahusiano, kwenye uchumi, kwenye kazi, kwenye familia, matatizo ya ulevi wa kupindukia, mengine ya uasherati, mahusiano mabaya, chochote kile, elimu, misingi ya elimu. Na watu wengi tuliokutana nayo tumegundua kuna misingi mingi iliyoharibika. Na swali, unafanyaje kama tupo kwenye misingi iliyoharibika? Na wengi wa wasikilizaji wetu wameomba kujibu swali hili. Nimegundua niko kwenye shida hii, ninapitia matatizo haya kwa muda mrefu, hali hii haijaondoka. Ama wakati mwingine tumejaribu kuomba, hata kufunga, lakini hatujaona matokeo chanya sana. Swali, tufanyeje ili kutoka katika misingi hiyo? Na kipindi hiki lengo ni litupe hekima, tufanyeje kwenye hiyo misingi iliyoharibika. Lakini pia niombe, tunayo nafasi ya mmoja kwa wale wanaotusikiliza na waliopitia hilo somo. Ni kweli nimeona simu kutoka mikoani hata nje ya Tanzania, na wanasema, Father, ulichohubiri ni maisha yangu, ninapitia hali hiyo, swali nifanyeje? Pengine sio kila kitu kwenye hii platform inaweza ikaeleza au hata ikakupa majibu ya kile unachokipitia, lakini lengo letu likusaidie wewe utoke kwenye hiyo misingi iliyoharibika. Swali la kwanza, majibu ya kwetu, unafanyaje? Mojawapo ama njia ya msingi kabisa ya kututoa ni Mungu mwenyewe, na tuelewe kabisa anayeweza kututoa ni Mungu. Na ndiyo maana Yesu akafa msalabani. Na mwingine akasema, mbona namfuata Yesu, kanisani ninakwenda, sadaka ninatoa, ninajaribu kufanya 1, 2, 3, lakini still hali hii bado inaniandama na hainipi kutoka. Swali, nifanyeje? Lengo kubwa na njia kubwa ya kutoka ni kupata maarifa. Lazima tuwe na maarifa sahihi ya neno la Mungu. Kwenye kitabu cha Hosea sura ya 4 aya ya 6, neno linasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. My people perish for lack of knowledge. Kati ya sababu kubwa kwa nini watu wanakuwa kule ni kwa sababu hawakupata maarifa, na maarifa yanatoka Mungu. Maarifa yanatoka kwenye neno la Mungu ambaye ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ni lazima upate hayo maarifa ya tunafanyaje. Moja ya ni nini tufanye kama alivyofanya Daudi. Daudi naye alikuwa katika misingi iliyoharibika. Kwenye kitabu cha, ninaomba tutapapitia kitabu cha Samueli wa pili sura ya 21. Samueli wa pili sura ya 21 aya ya kwanza, ya pili na ya 3 inatupa hekima ya mtu aliyepita kwenye shida hiyo, Mfalme Daudi, na alikuwa kwenye misingi iliyoharibika. Umwagaji wa damu kutoka kwenye nyumba ya Sauli aliyewaua wa Gideoni, na kukawa na njaa miaka 3. Mwaka wa kwanza kuna njaa, mwaka wa pili na mwaka wa 3. Mwaka wa kwanza Daudi akakaa kimya na Mungu akakaa kimya. Mwaka wa pili Daudi akakaa kimya na Mungu akakaa kimya. Mwaka wa 3 Daudi akamtafuta Mungu, na maandiko anasema, naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Kutafuta uso wa Bwana ni nini?
sio kuomba Mungu akusaidie, sio kuomba Mungu akubariki. Kutafuta uso wa Bwana ni kutaka kujua kutoka Mungu kwa nini unapitia hayo unayoyapitia ama hiyo hali. Na tukumbuke Mungu ni mwaminifu. Alimwonyesha Daudi cha kufanya, akamwambia ni kwa sababu ya Sauli na nyumba yake yenye damu, kwamba chanzo cha tatizo, kwa nini hiyo misingi imeharibika, kwa nini hakuna aliyevuka form 4, kwa nini wote wameishia darasa la 7, kwa nini hawapati kazi, kwa nini hatuolewi, ni nini kilichofanyika? Kuna tofauti ya kumwambia Mungu nisaidie nioe ama niolewe, lakini kuna majibu ni tofauti na ya kumuuliza Mungu, kwa nini sisi hatuolewi? Kwa nini sisi hatufanikiwi? Kwa nini mimi kila ninachokifanya kinaharibika? Lengo ni kutaka kujua kwa nini unapitia hicho unachokipitia. Ni muhimu sana kwenye eneo hilo. Na Bwana akamwambia ni kwa sababu ya Sauli na nyumba yake yenye damu. Hakumwambia Mungu tubariki, kwa nini tuna njaa. Ni kweli kuna tatizo la njaa, shida ipo, lakini ukitaka kutoka lazima utafute muda wa kukaa chini na kumuuliza Mungu, na Mungu atakujibu kabisa. Watu wengi waliotuambia tufanyeje, la kwanza kabisa ni kutengeneza muda wa ukimya na Mungu wa sala, sio tu kumwambia Mungu nibariki, Mungu nifanyie. It's okay, wote tunahitaji hivyo, lakini hasa wale ambao tuna misingi iliyoharibika, lengo kubwa na la kwanza ni kumuuliza Mungu, kwa nini tunapitia hicho tunachokipitia. Daudi akautafuta uso wa Bwana. Kwa hiyo kwenye kutafuta uso ni kumuuliza Mungu, Baba, kwa nini tunapitia hii? Kwa nini mimi sifanikiwi? Ni tofauti na Mungu nibariki, Mungu nionekanie, Mungu nifungulie mlango. Hatumwambie kufungulie mlango, no, sio sababu. Sababu ni kumuuliza, kwa nini tunapita kwenye hali hii? Mbona mimi sifanikiwi? Mbona mimi nimekwama? Kwa hiyo kutafuta uso wa Bwana ni muhimu sana. Ni kutaka kujua ni kitu gani kimefanya uzao wetu hakuna anayetoka, hakuna anayefanikiwa, kila kitu kinakufa na mambo hayaendi. Kutafuta uso wa Bwana, la kwanza. La pili linafanana kama hilo, ni kuwa na muda wa ukimya. Watu wengi hatuna muda wa ukimya, meditation, private time, muda binafsi na kukaa na Mungu. Inawezekana sio muda wa kukaa mrefu sana kwenye maombi, lakini muda ambapo unaweza ukakaa mbele za Mungu, mbele ya Yesu Ekaristi, unakaa na msalaba, unautafakari. Na lengo pia linafanana na hilo, ni kutaka kujua kwa nini. Kwa mfano, kwenye kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 17, tuna scenario ya namna hiyo, na tunakutana kwenye Mathayo sura ya 17 kuanzia aya 14 na kuendelea hadi 21. Wanafunzi wa Yesu waliletewa mtu mwenye pepo ili wamtoe, na katika kuletewa walishindwa kumtoa, na baba mwenye mtoto akaja kwa Yesu akampigia akasema, nimemleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Mstari wa 17, Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa nanyi hata lini? Mleteni huyu kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka yule kijana, akapona tangu saa ile. Mstari wa 19, kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha wakisema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Ndio hilo swali. Walimwendea Yesu kwa faragha. Ni kuombe unayenisikiliza na unayetaka kutoka kwenye misingi iliyoharibika, please hakikisha una muda wa faragha na Mungu. Muda wa faragha na Mungu ni muda wa kwako binafsi. Unakaa miguuni kwa Mungu, unamuuliza Mungu, kwa nini tunapitia hali hiyo?
Kwa nini tunapita kwenye hali hiyo? Lengo pia ni kutaka Mungu akusaidie, Mungu akupiganie, hasa unapokuwa kwenye changamoto kama hizo, kwenye changamoto hiyo. Na kitakachokusaidia ni muda wa faragha. Muda wa faragha ni wa ukimya. Inawezekana sio mazingira yenye watu wengi, wewe peke yako na Mungu, na unamuuliza Mungu, Bwana, kwa nini napitia hivi? Hawa wanafunzi walitaka kujua kwa nini tumeshindwa, na hili pia ni muhimu, na wewe umuulize Mungu, mbona hali hiyo imekuwa ngumu kwako? Mbona eneo hilo haujafanikiwa? Mbona eneo hilo umekwama? Linahitaji muda wa faragha, na watu wengi sana hawajaweza kuwa na muda wa faragha wa kukaa na Mungu, wa kumuuliza Mungu, wa kumuuliza Mungu kwa nini wanapitia hilo, kwa nini wanapitia hilo, na imekuwa pia ni shida kwao, ni shida pia. Je, kuna muda wa faragha? Sio tu Mungu ni no, wao walimuuliza Bwana, kwa nini tunapitia tatizo hili? Muda wa faragha ni muhimu sana wa kukaa na Mungu, na Yesu akawaambia kwa sababu ya upungufu wa imani yao. Kwa hiyo unatafuta chanzo cha hiyo misingi iliyoharibika. Kwa nini kilo tatizo linawapiga? Kwa nini kilo tatizo limepita kwenye maisha yenu? Kwa nini unakwama? Muda wa faragha ni muhimu sana, lakini pia namna ya kutoka. Unatokaje? Kuna watu wanatoka kwenye hiyo misingi wanarudi tena. Mathalani, nimekuta watu ambao wanaenda kwa waganga au wanafanya matambiko ya kwao, wanakuja kwenye mkutano, unawaombea, wanafunguliwa, wanarudi tena. Kwa hiyo lazima uwe na hekima. Unafanyaje? Ni kweli kuna kuomba, kuna kuhitajika kutoka. Kuna mtu anayetakiwa kusaidia kama Daudi, misingi iliyoharibika. Daudi naye pia kwenye kutoka kwenye eneo hilo, ilibidi Nathan aende akamwambie Daudi, wewe ndio mtu huyo. Ndio maana akaja na Zaburi ya 51, unirehemu mimi nilikuwa mdhambi tangu tumboni mwa mama. Kama Nathan asingemsaidia na kumwambia, bado angebaki kwenye tatizo hilo. Kwa hiyo tunahitaji hekima, unahitaji kujua namna ya kuomba ili utoke kwenye hiyo misingi. Unawezaje ukajitoa na isikuathiri tena? Namna ya kutoka ni ya namna gani? Na maandiko yameeleza. Kuna swala la kuomba, kuna swala la toba na rehema. Toba lazima iwe msingi. Unahitaji kutubu, unahitaji toba, unahitaji maungamo. Kwa hiyo kuna kupita kwenye toba. Toba kwenye kurarua mioyo, kugeuka kwa moyo, kugeuka. Kama nilikuwa na tabia fulani, ulevi, je, nipo tayari kuacha? Tabia za uzinzi, vitu ambavyo vinaletwa na mandoto mabaya, mikosi, wewe unapata ajali tu, kile unachokifanya kinakufa. Je, tulifanya kosa gani? Tukumbuke kila tatizo unalolipitia ina namna yake ya kulitatua. Ndio maana linahitajika hekima. Kwa lengo ni kupata hekima, namna ya kutoka, na kila tatizo lina namna ya kulitreat, na matatizo yetu yako tofauti tofauti, na namna ya kutoka ni tofauti tofauti. Kwa hiyo yale ambayo pengine hujapata majibu sahihi, ni vizuri pia tukawasiliana kwenye inbox. Kama mimi nimetoa mimba, mpaka ukilala usiku unaota wale watoto, umeua, umemwaga damu, ardhi imepokea damu, unafanyaje ili kuleta upatanisho? Ina namna yake. Kama una vitu ulivyorusha kwa watu, lazima virudishwe. Ama ni laana ilitamkwa juu yenu, unafanyaje? Kuna namna ya kutengua hayo. Aidha kuna maagano yaliyofanyika, kuna namna ya kutoka.
Kwa hiyo kadiri ya hali unayoipitia ina mlango wa kutokea pia, lakini sasa lazima uwe na hekima, na hekima inatoka Mungu, kutoka kwenye neno lake. Inaeleza labda ni vitu ulivifanya wewe, ulifungwa kwa kinywa chako, au tangu tukiwa wadogo ni masuala ya waganga. Watu walipelekwa kwa waganga. Nimekutana hawa watu walifukiziwa na waganga, walipelekwa njia panda kabisa. Unafanyaje nao na unatokaje kwenye hayo mambo? Hayo yote ni maagano, ni viapo. Kuna watu wana vitu nyumbani alipewa na waganga, pengine vya biashara, upate watoto, kuolewa, na mambo mengi ya maisha binadamu anayopitia yana namna yake na namna ya kutoka. Kwa hiyo pia haya lazima tuyaone. Unafanyaje? Kuna mtu kila anachoshika kinakufa. Je, ulifanyaje? Tulimwibia Mungu, ulinzi wa Mungu kwako hauko. Tunafanyaje huo ulinzi urudishwe? Ni sehemu hiyo pia. Kwa hiyo tunapokamilisha eneo hili, niwaombe pia tuna namba zetu za simu, na kwa ajili ya YouTube channel yetu The Passion of Christ Media tunaweza tukasubscribe, na tutaweka pia namba ya simu. Ni vizuri pia ukatuuliza maswali. Wakati mwingine unaweza ukatutumia message, au kama umepiga tukupatikana kwa sababu pengine ya kuwa busy na watu wengi, lakini lengo letu ni kuwafikia wote na kila mtu aweze kutoka katika misiba hiyo na kuweza kuwa huru. Kumtafuta Mungu kwa imani ni muhimu kabisa, na kuamini kabisa kwamba Yesu alikufa kwa ajili yetu ili tuweze kutoka. Lazima pia tupate hekima ya namna ya kutoka. Niwaombe, tunaweza tukasubscribe kwenye YouTube channel yetu na pia tukashare kwa marafiki. Lengo ni sisi tutoke katika misingi hiyo na tutembee kwenye makusudi ya Mungu aliyetuweka duniani. Tumsifu Yesu Kristo.